kwa sababu kuna mimba zingine mtoto hakui vizuri, unaenda kupimwa hakui vizuri, kumbe ni kwa sababu tu ya mtindo wa maisha mtu anayo. Au unatasikia hizo kisiri ukiwa uko una mimba. Kwa hiyo kuna magonjwa ya vinasaba, lakini kuna unayoyapata kutokana na mabadiliko ya mtu mwenyewe, lishe, anakosa lishe, au magonjwa ya kuambukiza, au mama hakupata chanjo wakati wa mimba. Kuna aina ya chanjo ya magonjwa ya kuambukiza ambayo kuna hayo yanaitwa rubela, ambayo yanachangia sana kuzaa mtoto mwenye matundu ya moyo. Sasa kwenye watu wazima yapo magonjwa unayoyapata, either alizaliwa nayo, sasa amekuwa kwa sababu akukutana na hospitali, kwenda hospitalini, kwenda akatibiwa lile tundu, amekuwa nalo, amefika miaka kuanzia 18. Sisi kwetu huku mtu akishafika miaka 18 tunasema huyo tayari ni mtu mzima. Sasa ana tundu, ameenda nalo mpaka miaka 18. Kwa hiyo ana ugonjwa wa moyo wa kuzaliwa nao, lakini yuko nao katika hali ya utu uzima, kwa sababu hakujulikana, huyu si mtoto tena, amekuwa nao. Lakini kwa sisi watu wazima, mengi tunayapata kutokana na mtindo wa maisha. Mfano, unavuta pombe, unakunywa pombe iliyokithiri, au uvutaji wa sigara unachangia kupata magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo. Au unene uliokithiri, unene uliokithiri, unakuta leo kuja kuongea huko baadaye mtaniuliza, najua swali la jua namba zako, nitakwambia unatakiwa uwe na kiuno kiasi gani. Sasa unakuta mtu na kiuno, mwanadada ana kiuno zaidi ya sentimita 88 ile ukipima kwa tape measure. Hiyo sasa baadaye ndio unapata hayo magonjwa ya shinikizo la damu, magonjwa ya kisukari. Hayo unayapata kutokana na mtindo wa maisha unayapata. Lakini kuna ambao unayapata kwa njia ya kuambukiza, kama umepata aina ya viral imekupata viral infections, wanaenda kuharibu misuli ya